Iran imesema kwamba ripoti ya kuwepo kwa kituo cha nyuklia cha siri ni uzushi wa Benjamin Netanyahu ili kuvuruga mazungumzo na Marekani. Iran imekanusha ripoti kuhusu kituo cha siri cha nyuklia na imesema zimetolewa na kundi la kigaidi la MKO kwa agizo la Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa nia ya kuvuruga mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi ametoa kauli hiyo kupitia chapisho kwenye ukurasa wa X baada ya televisheni ya Fox News ya Marekani kusambaza ripoti yake katika kile ilichodai kuwa picha za satellite za kituo cha nyuklia kilichokuwa hakijulikani hapo awali katika mkoa wa Semnan, Iran kimeonekana. Araghchi amesema Netanyahu anatumia vibaraka wa Kiiran wa Saddam chini ya sera yake ya kuamrisha nini Rais Donald Trump anatakiwa kufanya kuhusu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa jaribio la yeye mwenyewe kutapatapa la kuvuruga mazungumzo ya Iran na Marekani. Amesema kama kawaida picha za satellite za kutisha zinazosambazwa zinazoongezeka wakati wa mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yanapokaribia kuanza tena. Iran na Marekani tayari zimefanya duru 3 za mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja yakisimamiwa na Oman kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran na kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani. Mapema Ijumaa, ujumbe wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa ulipinga ripoti hiyo ya Fox News na kuitaja kuwa ya kipuuzi. Mbinu za kundi la kigaidi linalojulikana kama MKO zinaonyesha kwamba katika jitihada za kupoteza matumaini ya kutambuliwa linatoa ripoti za kubuni zilizojificha kama taarifa za kijasusi kwa mashirika ya kijasusi ya Magharibi ikiwa ni pamoja na yale ya Marekani, ulisema ujumbe huo katika taarifa iliyochapishwa katika ukurasa wa X. Hata hivyo, pale mashirika kama hayo yanapogundua kutokana na uaminifu wao katika ripoti za kipuuzi zinazotolewa na makundi ya kigaidi hasa lile la MKO, basi kundi hilo hutafuta wateja wapya miongoni mwa vyombo vya habari vya Magharibi, likilenga kutumia majukwaa hayo ili kupanda juu kwenye wimbi la umaarufu wa vyombo vya habari. Kundi hilo la MKO linajulikana kwa ukatili wake, lina historia mbaya ya kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya raia na maafisa wa Iran na limeua takribani watu 12,000 tangu ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu katika mwaka 1979. Hata hivyo, Iran imekanusha juu ya uwepo wa nyuklia, lakini pia juu ya kile kinachoelezwa kwamba inarutubisha uranium kwa wingi. Hata hivyo, moja kati ya taarifa ambazo zipo wakati huu ni kwamba Iran inaendelea na urutubishaji wa uranium. Katika mahojiano ya televisheni wiki iliyopita, ilidaiwa kwamba nchi pekee duniani zinazorutubisha urani ni zile zinazomiliki silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani, Marco Rubio, alisema kwamba Iran inapaswa kuachana na urutubishaji wa urani, huku pia ikidai kuwa kuwe na vikwazo dhidi ya mpango halali wa makombora wa Iran na kuruhusu wakaguzi wa Marekani kupata fursa ya kuingia katika vituo vyake vya nyuklia. Akijibu kauli hizo, Behrouz Kamalvandi, msemaji na naibu mkuu wa shirika la nishati la atomiki la Iran AEOI, amepinga kauli za hivi karibuni zilizotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bwana Marco Rubio kwamba Iran ni nchi yenye silaha za nyuklia kwa sababu tu inarutubisha madini ya urani yanayotumika kuzalisha umeme wa nyuklia. Hata hivyo, amesema Iran si nchi pekee inayorutubisha urani bila kumiliki silaha za nyuklia. Ni changamoto kwa maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa waziri wao alitoa kauli kama hiyo bila kufanya utafiti sahihi. Nchi kama Ubelgiji, Uholanzi, Korea Kaskazini, Argentina na Ujerumani zinasafisha urani na bado hazimiliki silaha za nyuklia, amesema Kamalvani, huku akiwataka maafisa wa Marekani kutoa kauli kwa umakini kuhusu masuala kama hayo. Iran ambayo imetia saini mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia NPT inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa na uko ndani ya haki zake. Na chini ya mkataba huo, maafisa wa Iran wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwamba usafirishaji wa madini ya urani kwa madhumuni ya kiraia kama vile mafuta kwa mitambo ya umeme wa nyuklia unaruhusiwa chini ya sheria ya kimataifa. Kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei amepiga marufuku umiliki wa silaha za nyuklia katika fatwa ambayo imetolewa kwa misingi ya kidini na maadili. Lakini Rubio alitoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani, ambapo duru ya 3 tayari zimefanyika na duru ya 4 inaandaliwa.
Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.